Sijui niseme siri ya upako, le mystère de l'onction. Siri ya upako au vitu vinavyo fichwa katika upako, katika mafuta. Tahubiri vigumu kwa sababu hizi bafla zitumike. Na usikue kabisa presse, kwa sababu ningelipaka kanisa nzima mafuta, lakini pale mimi naweza shindwa, Roho Mtakatifu anaweza weza. Na hii itakuwa siku tofauti. Wayahudi walitengeneza upako au mafuta kutoka kwa mti wa mizeituni. Na mwelewe kwamba mti wa mzeituni ni mti wa pili ulionekana mu Biblia wakati wa uumbaji. Mti wa kwanza ni wa mema na mabaya, na mti wa pili ulionekana ni mti wa mzeituni. Wakati gani? Mnakumbuka gharika ilipoisha, dunia nzima ilikuwa inajaa maji. Biblia inasema kwamba Noa akatuma kunguru, akatuma njiwa. Kunguru akaenda akakuta chakula mingi sana, minofu ilikuwa mingi ya watoto, wa mama, wa baba. Kunguru ikashughulika, ikaona mambo ya Noa msifatane nayo. Akachukua njiwa. Njiwa ikaenda, ikakuta maji inaanza kauka. Niteke masikio sasa, hapa sauti iko sawa. Na njiwa ikaleta lijani ya mti wa mzeituni. Mti wa mzeituni haiko ndio mrefu kushinda miti yote, lakini ni mti yenye ilikuwa na endurance, yenye maji au zoruba haikuweza kuangusha. Mnakumbuka mvula ilinyesha pendant 40 jours, lakini juma ianze kauka ilifanya 150 jours, na ili watoke ndani ya safina ilifanya 365 jours. Safina ilikuwa inapumzika juu ya mlima ya Ararati. Mlima ya Ararati iko Risi mpaka leo. Pale ndio safina ilipumzika. Lakini njiwa ikaenda, ikaleta lijani ya mzeituni, ikaletea Noa. Na Noa alipoona jani ya mzeituni, Noa akajua manake maji imekauka. Lakini haikukuwa hii ndio kusudi ya Mungu. Haikukuwa hii ndio Mungu alitaka kwa Noa. Kwa nini haikuleta papai? Kwa nini haikuleta mzabibu? Kwa nini haikuleta majani ya miti mengine, lakini ikaleta ya mzeituni? Ilikuwa ni ujumbe. Kukomaa kiroho ni kutokudharau matokeo yote unayoyaona, lakini ni kujifunza kujua sababu ya kila kinachokutokea kwa maisha. Kuna ingine maevenema utapitishaka, kumbe ni baraka zako. Kwa nini wasilete mzabibu, walete mzeituni? Njiwa ilitaka ambia Noa, siku utalima na kupanda, usipande mizabibu kwanza, panda mzeituni ili uvune mafuta. Lakini Noa alikuwa haelewe
akapanda mizabibu mpaka akavuna mvinyo na akalewa akaacha manguo wazi. Kwa sababu Noa hakuelewa ujumbe wa njiwa iliyoleta mafuta, iliomba Agano Jipya wakati Noa wa kweli atakuja, ile njiwa tena ishuke juu ya mabega yake, ili Yesu aseme Roho wa Bwana ni juu yangu, amenipaka mafuta nihubiri maskini habari njema. Mti wa mzeituni ni mti ulioonekana peke yake juu ya maji wakati gharika ilikuwa. Nataka nifungue kitu hapo. Miti yote ilizama, lakini ilionekana juu ya maji wakati gharika ilikuwa bado haijaisha. Manake inakuja kuelewa hii mti wa mzeituni ni picha ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu maandiko nasema Mgenesi chapitre 1, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, dunia ilijaa maji na Roho wa Mungu alitulia juu ya maji. Vile vile Roho wa Mungu alitulia juu ya maji, vile vile mzeituni nayo ilitulia juu ya maji. Alafu angalie, safina inatulizana juu ya mlima wa Ararati, wanakwenda kulokota liani ya mti wa mzeituni ili wamletee ujumbe wa mafuta. Mlima ni picha ya maombi, mzeituni ni picha ya Roho Mtakatifu anayepana mafuta. Unayeishi maombi, kuna siku mafuta yatakuwa juu ya maisha yako. Kwa maana kila anayeishi maombi, upako inafatanaka na maisha yake. Weka mkono juu, sema Mungu nisaidie nielewe maana ya kila tukio. Kwa hiyo upako au mafuta ilipewa kwa kazi fulani kwa Biblia. Huwezi ukamtumikie Mungu bila upako. Huwezi. Role ya kwanza ya mafuta ni kurahisisha vitu. L'onction facilite les choses. Upako inatosha kukankamana, kujikaza. Utakula kwa jasho haiko mapenzi ya Mungu. Utakula kwa jasho c'est une malédiction. Utakula kwa jasho. Kuna watu hawatoshe jasho lakini wanakula. We mpaka uitoshe jasho. Na kuna wakati unaitosha na hautakula. Mahali upako iko inarahisisha vitu. Inafanya vitu viwe very simple. Hapana nipate $400 kwanza, sasa tena kanaisha, napata kingine ka 20, tena kakiisha, kingine ka 15. Upako haisubiri iki kiishe, inaongeza kingine. Na mwenye atakuwa na imani upako irahisishe vitu kwa maisha yako. Niko natosha mekanisme ndani ya maisha yako, na mina deklare automatisme mu maisha yako. Receive it now in Jesus name. Hakuna mwego na men zaidi ya jirani yake. Upako inarahisisha. Mwimbaji mwenye hana upako akikamata mikrofoni anaanza fujo. Punga mkono, punga. Mwelewe hakuna kitu hapa. Mtu ana upako anaanza taratibu. Na mnasikia inaanza waambukia kule. Kwa sababu upako inarahisisha vitu. Kisha kwa tena juu niolewe, niache mirundi wazi, sije waone kisi manani na chichapa, bila ni vya ukazakaza. Hakuna upako. Ifuna mimi kwenda pantaloni vale, je waone kisi Mungu aliniumbaka. Upako ataba na kufichika wapi? Itakufichula, itarahisisha vitu. Na deklare onction juu ya 1000 personnes asubuhi ya leo. Natangaza upako juu ya 2000 personnes asubuhi ya leo. Mtu mmoja aseme l'onction facilite les choses.
inatosha rui, inatosha kutu. Samaki inaishi baharini miaka, kumbuka ile Ufunuo. Lakini samaki mkiitosha baharini, munaipeleka kunyumba, hata muisukule na mai yaye, haiwezi changer harufu ya samaki. Itanuka tu harufu yake. Lakini mukitia mu mafuta ikalangiwe, muitike mukatale, harufu ya samaki itabadilika. Peut-être ulikuwa unanuka umaskini, unanuka zambi, unanuka kila kitu na ulishabatiziwa. Leo upako ya roho itaingia ndani yako na utadegager odeur ya excellence. Na niko na amen zaidi ya voisin yake. Nasema utadegager odeur ya excellence. Upako inabadilisha harufu. Jumana Yesu alipokwenda Golgotha, mbele aende Golgotha, kuna mwanamke alikia mwangia parfum, marashi, ili ianze kuharipisha harufu ya mauti kwenye maisha yake. Upako. Lakini pointi ya pili, upako inatosha mtu fasi na inatia mwingine. Nani ko d'accord na mimi? L'onction fait le remplacement. Kuko mwenye iko kuparsele yako na iko anajenga hayo, kume ni playa yako unapendaka. Au nipe amen jua uamini. Mungu aliyua hautaweza depensi ya kudedouane magari, akapatia mtu mmoja courage ya kukula madeni ya dedouane. Utamuzia hiyo hapa kwa bei chini hapa. Utamuzia kwa bei chini. Sauli iko kukiti, Mungu anamwambia Samuel, paka mafuta Daudi aende a remplacer nani? Saul. Juillet tuko ndani, mbele tuingie mdesembre. Utaremplacer mwenye iko kwenye unapashwa kuwa. L'onction donne la capacité de remplacement. Na usimone huruma junge ilikuwa hangi kusamehe. Bela nilitoke nisema kuna mtu atafanya makosa kuonje fulani, atakosia quelque part. Ju Mungu akutosha ule mtu pale na akupe ile fasi. Bengine biko fasi biko na kutoshia vumbi ile fasi. Sa utafika utaikala. Je lève ma main droite. Je déclare, je prophétise. Je décrète, j'annonce. Kutokea mwa hii kilti ya leo, mwenye anaikala kuposte yako, moto yanze waka kwa ile poste, na Mungu akupatie possession ya ile fasi. Sema I receive. Na niko na amen zaidi ya jirani yake. Sijue mwalimu afungule wala sifungule. Kila kenye Mungu, oh my God, Mungu hawezi kutendea kenye roho yako ya wazaka. Sieleweki. Mungu hawezi kutendea kenye roho yako yafanyaka nini? Hayawazaka. Baraka inaweza kuwa, miujiza inaweza kuwa, kuinuliwa ndoa, lakini Mungu anaangalia roho yako muko viti. Anaona hakuna kenye anawazaka na siwezi mupa paske hakuna kenye anawazaka. Ile parcelle hauamini kama inaweza kuwa yako. Mungu hawezi kupatia nayo. Mena la deuxième des choses, kila kenye ushaweka muroho yako ukakimedite, ukakipenda, ukakifurahia, Mungu hawezi permettre ukufe bila kukiona. Jo maandiko nasema fanya Mungu furaha yako, atakupa haja ya moyo wako. Nainua mkono juu. Kila mwenye iko na desire ya roho yake, kila mwenye medite grandeur kwa maisha yake, kila mwenye una excellence kwa maisha yake, ushareve unafanya croisade ya 20,000 personnes, croisade ya 100,000 personnes, ushareve mariage ya excellence. Vile tu Mungu alipermettre ureve, hautaingia mkaburi bila kuishi ile kitu. Praise mighty Lord. Nani atarukaruka mahali alipo? Yokia 2 personnes mwambie kama wewe njoko fasi yangu jiprepare utatoka.
Kama wewe njoko fasi yangu, jiprepare utatoka. Kila mweko fasi yako, injo preavi ya mwisho. Dimanche ya leo njo preavi ya mwisho. Nani kona amen zaidi ya voisin yake? La troisième des choses, unaweza ikala. Upako inaongeza speed, inaongeza vitesse. Niko naeleweka? Inaongeza nini? Fanya hivi. Nani ko d'accord na mimi? Elia anaambia Ahaba, panda farasi na punda, mwende Yezreeli, mimi napanda kwenda kuomba Mungu. Juu ya mlima Elia kunaomba, upako inajaa juu yake. Mwenye alienda na moyen de transport anashangala Elia mwanakia na migulu, anamtambuka munjia na anafika Yezreeli mbele yake. Yesu anaambia wanafunzi, muingie mchombo mvuke ngambo, anapanda kuomba Mungu. Walishakuwa ndani ya chombo. Yesu anakieko natembea yuli ya bahari bila chombo. Natambia mtu moya, kuna mtu mwalikutambuka mu janvier, akakutambuka mu février, akakutambuka mu mars, akakutambuka mu avril, akakutambuka mpaka mu mai, juin na juillet. Mbele tuingie mu décembre, utabarikiwa mbele yake mu décembre. Waliolewa mbele bakadivorce mbele. We utaolewa na utajenga. Sema watangulie tu. Mimi najifunga mahali fulani. Ndio maana wakati uko na avancer, usitukanake mwingine. Parce que upako inaweza kuacha uendelee. Kisha mtu anakia nyuma na anakuvuka. Mimi sijui kama kuko moshona na kuvuka. Mimi niko nataka kuambia hivi, mwenye ulikuwa unaona mbele yako, utaanza muona nyuma yako. Labda sieleweka vizuri. Eske nyinyi mnaelewa wakati yenye hakuyakuwa garika, hakuyakuwa mvua kunyesha panda 40 jours, mlima ya Ararati. No alikuwa anaiona hivi. Parce que ilikuwa yulu sana. Mesa maji ilikuya ikampandisha juu, no akaanza iona hivi. Mwenye ulikuwa unaona hivi, Mungu atamtia chini yako uanze muone hivi. Na kitafanya ile kazi. Sema upako, upako, upako. Mafuta. Tukiingia mkanisa tusitafute watu. Tafuta upako. Ukipata upako mambo itajileta yenyewe. Benye wale kutangulia utabatambuka. Parce que upako inaongeza nini? Tunaweza ka. Ahaba alikuwa na moyen de transport. Sawa? Elisha alikuwa na nini? Sema upako. Kuko watu wenye unakutana iko na moyen de transport ya maisha. Licence, grade, kila kitu mehana viatu. Mewe hauna moyen de transport. Uko na upako. Kofi unaonaka kabisa unasema hii ni moyen de transport. Me itafanya nini? Inabakia tu kiti ya kuikalia. Lakini wewe na sura yako sa ngumi. Usikuwe naangalia maisha mkio. Unajiona mi vraiment kala chini. Tunaya realite ya hii dunia. Pamoja na kalisanse kako, tafuta upako. Manake usikonte ku bote yako, usikonte ku lisansi wala diplome, usikonte ku familia yako, konte ku mafuta tu ya Bwana juu yako, paske unaweza kuwa na kapasite zote medunia na kukatalia. Nani kona amen zaidi ya mwenzako? Quelqu'un va se demander si na moyen de transport mais j'ai l'onction, j'ai l'onction.
niko na upako. Jambo la kufuata, mafuta inakufanya uwe na miaka mingi lakini usizeeke, una rajeuni. Mafuta utakuwa na pagala ya $5, $10, me ukipita munjia kila mtu anapagala ni nana ipima anababuka sasa soda wa vita. Me weye juu ya ile mafuta kuko upako yenye ilikuwa juu yako. Kuko Mungu apake 2000 persone upako. Mungu awapake mafuta. Kuko watu wanapagala mafuta. Anakuambia kiti yote mafuta yake ni $1500. Utachumbia ule? Kisha pamoja na ile mafuta yote Aisha babuka saa komando babajili ikwe. Mewe na kasitro kako. Na kama mafuta manchapa kwa mtu jinake tajiri. Ona gisi huko. Hakuna chakula ya ajabu. Mtu asikuintimideke na kushinda makuta. Kamata upako. Itakuwa naweka watu mkonfusion wanakuazia venye uko wake navyo. Niambie ndugu yako usiniue bure, mimi ni mafuta tu. Hii upako itakupa kukubaliwa na watu wakubwa. Ndio maana hata ndoto yako ba president na balotaka fara. Batu wakubwa na balotaka batakuwa na shileta vo peke magre nyota yake. Angalia, hii mwaka utapigiwa simu na rais. Ushapigiwa simu mpaka unajikontrole mbele upoke. Itafika juu yako. Ni marufuku kwa mtu wa upako kutafuta uchawi au kugusa dawa. Njwelu wa Sauli. Kwa sababu mafuta upako yo peke ni zaidi ya uchawi. La quatrième des choses, l'onction protège. Cinquième des choses, qui est d'accord avec moi? L'onction fait quoi? Mwalimu ataongea. Sogea hapa. Sogea pale mzee. Mzee uko na upako? Sogea. Eske mnayuaka vizuri kama Sauli ni mpakalo mafuta ya Mungu? Alikuwa enemy wa David. Na siku mwana winda David. David anamwangalia. Anakata kunguo yake. Anamwambia hivi, ningependa kukuua. Ningekuua leo. Lakini nilikatala kumwanga damu ya mpakaliwa mafuta. Siruhusiwe kumwanga damu ya mpakaliwa mafuta. Autrement dit, j'avais le pouvoir. Niko na nguvu ya kukumaliza we, lakini sasa mafuta yenye uko nayo. Mwenye anakata nguo, si alikuwa na uwezo wa kugusa ukichwa au kumigulu. Mwenye anagusa kunguo, anakugusa we, samani. Mwana kugusa kunguo, anakugusa. Anagusa nini? Tuelewane vizuri. Mwenye anagusa kunguo, anakugusa. Ndio wewe. Wenjo nguo. Oh, papa. Sasa mimi nagusa hii, mimi nakugusa. Unagusa nguo yangu. Nagusa nguo yake. Mesimuguse yeye. Mimi nikigusa hapa. Sasa pourquoi David anaweza gusa hapa mais asiguse hapa? Parce que David anajua écriture nasema ne touchez pas amewe, musiguse. Mimi naweza gusa nguo lakini sasa yeye sina droit kumgusa. Mimi najua tuko mu vacances. Mwezi wa 7. Njoo watoto wanaharibikaka. Njoo balozi wanatumikaka. Njoo mamimba zinaongezekaka. Mais parce que uko présent mwa hii kilte, upako itafanya mtoto wako asigusiwe. Jamaa yako haitagusiwa. Kazi yako haitagusiwa. Parce que l'onction protège.
Sema kwa jina la Yesu, mubatoto yangu wote hakuna mwatagusiwa, hakuna mwatagusa baraka yangu. Na ikatala roho ya kuharibisha watoto juu ya jamaa yangu. Alipiga makofi, ukemee. Rakabababababa. Yente kerebo sika. Yekete kerebo saka. L'onction protège. Au nom de. Weka mkono wa kuume juu. Sema kila flesh yenye biko na sukuma maisha yangu, mina barudishia wale balozi yao. Mi Gabriel Tikiko, ile flesh haina kazi juu ya maisha yangu. Irudilie benye nayo, ale sukuma hayo kule. Seke Yanta Karaposika Renderebo Saka piga mikono, uirudishe, 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 uirudishe. Oh non de lalamika kusema l'onction protège. Enemi yako iko na droit ya kukuona, meana droit ya kukugusa. Farao na jeshi lake wangiliona taifa ya Israel mekuigusa. Enemi yako ifo aone elevation yako, aone prosperite yako, meana droit ya kuugusa, kwa sababu utakuwa protege na upako yenye uko nayo. Na niko na men zaidi ya voisin yake. Kaa chini. La septième des choses, l'onction attire. Mais il faut bien mentionner que l'onction attire tout. Upako inavuta baraka na inavuta na vita. Amen na shuka. Upako inakokota baraka, inakokota na vita. Daudi yapakaliwa mafuta, simba na dubu hayamfuata. Baada ya kupakaliwa mafuta, ndio simba na dubu inamfuata. Na muangalie nyama ngapi iliatake David mpori? 2. Ya kwanza ilikuwa nini? Simba. Ya pili ni Français, dubu iko ça les jeux maman ici ma ursi. Est-ce que mnaiona nature ya ursi? Ursi ikikufata unaishitula paf. Ursi narudi. Ikisema ianze kuya, ata mutie moto, ata mutie nini, ursi isiki yake. Paka ifikie kilikuwa inapanga. Na kuna watu ya vile humu kanisa, kama iko na bisirani na wewe, il faut avoir le training. Alipe moto aende kwako, roho ya ursi. Bali wanakufaka mbaya. Umo alikuwa mchakazi quelque part mkanisa,
Anafika kwa nyumba, walipiga mtoto wake, damu iko navuja. Nani alimpiga? Au mtoto wa voisine pale ngambo ya barabara. Bwanake anasema, "Samee, unaombaka Mungu." Sasa nasema, "Mie huyu nione damu ya mtoto wangu." Anavuka barabara, gari na mgonga. Anakufa sasa kumbafu. Aba kwake na roho ya kujizuia. Akipanga kukwambia vibaya, ifaa kwambie njoo ajisikie sawa. Tulikuwa na umoja Manono, alikuwa soda. Akipanga kukuua, ifaa kuue. Na kaanza ingia mkanisa pale. Na mimi ndio nilikuwa naongoza kanisa, alikuwa ananiheshimia sana sana. Kusema bana nita, anataka uwa mtu, alikuwa komanda batayo. Nataka uwa mtu, papa wende. Mina chomoka, alishachomola bunduki. Sana niona. Mkono na tetemeka. Ananiambia, "Papa, haiwezi rudia na siuwe papa, unanikosea sana." Anaambia ule mtu malitao wasitia basi mkono yule nipige tu masasi. Tia tu mkono yule. Mimi naambia msame. Ba escort akasema, "Papa, atie tu mkono yule. Juu kama haiko vile ataua." Anatia mkono, wanapasula mkono yote. Njoro yake. Na nyinyi mko hapa. Bwana anakutombokea mbele ya watu, unasikiliza. Unaingia mshambre, roho inakupanda, unakiamwambia, "Na wewe mama yako ni mlozi," mbele ya watu. Basi kuko esprit mwe anakuambia ifo mwambie. Watu wa hekima wao wanajizuiaka. Sasa ukiangalia ile des animaux yenye liatake David mpori, ya kwanza ni lion, ya pili ni ours. Ça c'est profond. Parce que ile des animaux ni image ya des ennemis ya David. Enemi wa kwanza ya David ni Goliath. Na Goliath alikuwa na image ya simba. Parce que Biblia inasema alinguruma, alilalamika pendant 39 jours. Na 1 Pierre 5 inasema adui yenu kama shetani, ananguruma kama simba akitafuta mtu. Na diskuri ya Goliath ilikuwa ni kusema, "Munipe mtu mmoja nimumalize." Akasababu kwamba David yeye haiko kama simba, yeye ni simba paske ni wa tribu ya Yuda, atamwangamiza. Na enemi wake wa pili ilikuwa Saul. Saul ni image ya urse. Hata Mungu anamkataza kitu, ilifua aifanye tu. Ndio maana mpori liomba afrote kwanza lion na urse, kisha muvisibilite apate kubaangusha. Hakuna kenye Mungu anafanyaga par hasard. Na mimi nisha comprendre, msiko nasema bongo. Hakuna elevation ya hasard. Hakuna réussite ya hasard. Oh, anaolewa tu juu ya mabahati. Hapana. Haiko mabahati, ni neema yake na kubenye alifanya. Hii manyumba yuko na jenga yote hapa, ni makarton, ni mabahati tu. Bomaskini sikongezea roho mbaya. Kila mwenye alipanda kuko principe fulani zenye aliheshimia, zenye wao kuheshimia, ndio kampandisha. Sasa mtu akipanda, usizarau elevation ya mtu, ifo uheshimie na utabarikiwaka. Asia babote biko na jenga mko na baona ni mayai 3 tu. Njoo wanatupaka tu hapa mlaki na njia inapatikana. Frère, na wewe uziuzi. Ile mayai 3 wendo itupe na wewe mlaki, njia ipatikana. Mkwe na roho ya kuitika neema ya mtu mwingine. Ukiitika mtu hautakufa. Wakati Abraham anapokea Mungu mnyumba yake, tulisema hapa mu Genèse 18, alipatia Mungu 5 choses. Ya kwanza alipatia Mungu mai, sema mai. Sema maziwa. Amuyo wake vile. Sema asali. Mais comme Genèse 18, mai, maziwa, asali, nyama, mkate. Turujili. Tuipange bien. Sema mai, mkate, nyama, asali na maziwa. Combien de choses? Taifa ya Abrahamu wanatoka Misri kwenda Kanani. Nini ya kwanza Mungu aliwapatia njia? Sema mai. Ya pili nini? Mkate. Ya tatu nini? Nyama. Ya ine inchi ya maziwa na asali. Soma kama iko wazi sana. Maana yenye baba alipatia Mungu, lazima Mungu arudishie watoto hayo.
alimpatia 1 litre ya maziwa. Wao wakapata inchi ya maziwa na asali. Parce que Mungu ni wa principe. Ukipenda ukue grand, heshimia ma principes za grandeur. Utaingia mu grandeur. L'onction attire. Bakisema onction attire. Usifurahi na kupiga mikono. Tukimwanga mafuta kwa hii madhabahu, kutakia bunyengelele, kutakia masiafu bila taafishi. Mebunyengelele na masiafu haikuye furahia mafuta. Inakia kula mafuta. Me mafuta ikikuwa moto, itakula bunyengelele. Jo pale Biblia inasema, Paul anambia Timothée, usiache kuchochea karama. Si tu as l'onction, tu seras tenté par tout le monde. Na wote wazo uko bo wala uko belle, kumbe ni bunyengelele na kiafanya nini? Nyinyi mnafikiri kila mweko hapa ni mtu, sina balozi biko tu hapa, banataka kula mafuta. Hapa mtakuliwa, hapa. Hapa haukule mafuta, hapa utakuliwa wewe. Ndio maana ukiwa na upako, lazima kujua gisi ya kuproteger upako. L'onction tue. Yesu alikuwa anafanya croisade ya 20,000 personnes, 50,000 personnes bila affiche. Upako. Siku moja nitoka mjeni ya 40 jours, mwa hii barabara hapa. Karsoma mfuta wangi akanangalia kumacho, kisha kaanguka. Wizaki walikuwa wanamuona wakaanza cheka. Nikajua ni mapepo. Kamsogelea nikaomba, akashimama. Nikamwambia uliona nini? Asiti nilikuona mobaseti. Nilikuona mobaseti nipatie nimero yako. Nikampa nimero. Kama nilipumzika mwele mchana, kidogo na kidogo ninge mwese. Mimi naambia uko naogopa nini? Sitafate na kitu bila ruhusa yako. Sikumgusa. Upako. Familia yetu ilikuwa wakatoliki sana, na walikuwa wanapinga sana hii vitu ya kuomba na masauti. Petit sere wa familia akagonjwa mapepo. Wakaita masere ya mombe. Alikuwa masere wa mnene. Masere akaenda hako na chapele. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Pepo ndio kaanza msaidia kwa ile priere. Wakaanza ifanya pamoja. Kisha mama mloko akasema, muite tu mtumishi wa Mungu, hata kama ni mtoto wetu, mumuite tu tuangalie kitafanyika. Akanambia njoo tuko na shida huko ya mapepo. Akasema basi hii ni kilaka. Nikaenda na watumishi ya Mungu wenzetu wengine, niko tu kumlango hivi, naweka mkono yule masere njoo wa kwanza. Chini tena alikuwa anavala jipe ya mfupi. Sasa pepo haina heshima kwa masere. Masere chini. Nikamwambia mwenzetu kazi iko hapa ya bie. Tuache kwa masere, tushughulikie wengine. Nikaangalia yule mera na kwa moyo sana. Yeye alikuwa hana mapepo. Mimi nikamwombea akazipata kaanguka. Sio ni bluetooth. Inatoka kwa mtoto wake aende kwanza chini na yeye gisi vinafanyaka. Omwe 8 personnes chini. Bwana yake akawakia na shimama. Nikamwambia sasa mzee, unaona watu wanapata shida huko. Asiwasi wonjo uko na neno ya mwisho. Mimi nikamwambia neno ya mwisho ni kubatiziwa. Pepo za hivi asitokake bila aseme tuko tayari. Ubafungule kwanza, uanzie kwa masere. Nikamwambia no masere hapa. Masere wake kwa vini. Nikaombea wakashimamba wakaona masere chini. Akaangalia masere wakacheka. Nikaombea masere akajikunguta na akaenda akurudia tena. Saba na shimama. Ule via kanaangalia bamloko ase hatutabatizio. Nikamwambia moto tena chini. Nilibatiza nyumba yote mpaka mtu wa kazi. Upako. Wewe unafikiri tu biko naenda zika Gabiro. Unasimamisha tu ile gari mbarabara. Unaambia shusheni chini. Kisha naambia wekeni jeneza hapa.
Kisha unauliza anaitwa nani? Wao anaitwa Mumbere. Mumbere. Pale sasa ni Kiswahili safi. Kisha unaambia Mumbere na kuamuru amka. Mumbere anaamuka. Kisha unatoka unaambia msiambie mtu habari hii. Kesho asubuhi maiti yote iko morgue. Na walizika juzi. Batenda zikula wao. Ambia wazee tafuta upako ikala kimya. Kuko wafie balolo juu ya upako hana sura iko sa citron mais akibana microphone nasema ndaoa huyu. Donc tafuta upako. Mshindane wakati naishi.